Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Waligani mwana familia wangu wa Top 5 Media, ni time nyingine poa tunakutana hapa kuweza kubadilishana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu muda huu hapa, na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kutazamia siku hii ya leo. Tunatua pale kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani Yanga Sports Club kuangalia yale yote yanayoendelea kwenye kikosi hiko cha klabu ya Yanga, hususani kwenye kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby. Kama ninavyofahamu siku zimekatika mno kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby, machi moja ambao unazikutanisha timu mbili kubwa kutokea hapa nchini Tanzania. Timu ya Yanga Sports Club wakicheza dhidi ya timu Wekundu wa Msimbazi Simba. Kama ninavyofahamu katika dabi za nyuma ambazo zimekwisha weza kupita, timu hizi mbili zilipoweza kukutana, timu ya Yanga pamoja na timu ya Simba, Yanga aliweza kuibuka mshindi mara 6 mfululizo mbele ya mtani wake wa jadi Simba Sports Club, na Simba angeendelea kukubali unyonge mbele ya timu hii ya Yanga Sports Club. Sasa kwenye kuelekea kwenye mchezo huu wa Kariakoo Derby, kwa kuhakikisha kabisa klabu ya Yanga nazidi kwenda kuonyesha ubabe mbele ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, mapema kocha mkuu wa klabu ya Simba hapa namzungumzia bwana Pedro Gonzalez, yeye amekwisha weza kukitangaza kikosi chake cha kwanza ambacho ndicho kitakwenda kupambania alama 3 muhimu dhidi ya watani zao hao wa jadi Simba Sports Club. Na mimi niko hapa kuweza kukusogezea na kukujuza moja kwa moja ili naye mwanamchezo wangu uweze kufahamu ni namna gani ambavyo kocha mkuu wa klabu ya Yanga bwana Pedro atakwenda kuingia kwenye mchezo huu wa Kariakoo Derby dhidi ya Simba Sports Club, ikiwa kwa upande wake inakuwa ni dabi yake ya kwanza tangu aweze kutua ndani ya viunga vya Yanga Sports Club. Makocha mbalimbali walioweza kupita kwenye timu hii ya Yanga waliweza kuishangaza kwelikweli timu ya Simba kwa kuweza kuangushia kipigo kizito mno. Lomeni Fozi akiwa mara ya kwanza na timu ya Yanga Sports Club kwenye mchezo wa dabi aliweza kuibuka na ushindi, lakini pia kadhalika makocha wengine ambao wamepita kuinoa timu hii ya Yanga Sports Club, wote hao waliweza kuibuka na ushindi mnono mbele ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa safari hii ni zamu ya kocha Pedro Gonzalez katika kudhibitisha ubora wake na mbinu zake kwa kupata matokeo mazuri dhidi ya timu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kuelekea sasa hayo mafanikio mapema kocha huyu amekwisha weza kukiweka wazi kikosi chake cha wanaume 11 ambao watakwenda kupambania alama 3 muhimu dhidi ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na mimi niko hapa kuweza kukusogezea moja kwa moja kikosi hiko cha kwanza ambacho kitakwenda kuanza kati ya timu ya Yanga dhidi ya timu ya Simba Sports Club. Sasa bila kupoteza muda wako wala time yako, twende haraka tukakitazamia kikosi cha kwanza ambacho huenda kocha Pedro atakwenda kuanza nacho dhidi ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye mchezo wa Kariakoo Derby, machi moja pale kwenye dimba la New Amani Complex lililopo visiwani Zanzibar. Kwa upande wa golini hapa tegemea kumuona golikipa Djigui Diarra akienda kusimama kwenye milingoti mitatu kwenye timu hii ya Yanga Sports Club. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 tegemea kumuona beki Israel Patrick Mwenda akianza kwenye eneo hilo la beki nambari 2. Lakini kwa upande wa beki nambari 3 hapa tegemea kumuona Mohamed Hussein Zimbwe Junior kwenye performance ya hali ya juu kweli kwa mechi zake za hivi karibuni, tegemea kumuona mchezaji huyo akianza kwenye eneo hilo hapo. Lakini kwa upande wa beki nambari 4 na beki nambari 5 hapa Ibrahim Abdullah Baka akishirikiana vema na beki Dickson Jobu kwenye eneo la ulinzi wa kati kuhakikisha hakuna mauzauza yoyote atakayopita kwenye eneo lao kuelekea kwenye lango lao na kumfikia golikipa wao Djigui Diarra. Lakini sasa kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa tegemea kumuona Mohamed Namaro akiendelea kuaminika na kocha Pedro kwenye eneo la kiungo nambari 6. Na kwa upande wa kiwinga nambari 7 hapa tegemea kumuona Max Nzengeli akienda kuzima kwenye eneo la juu kama winga nambari 7. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 hapa tegemea kumuona mchezaji Duke Abuya akienda kuzima kwenye eneo la kiungo nambari 8. Huku mshambuliaji kinara hapa tegemea kumuona mchezaji Aurelio Depo Maria akienda kusimama vyema kwenye eneo la mwisho kwenye
kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Depu amekuwa na muendelezo mzuri kwenye mechi zote za ligi kuu ambazo ameweza kucheza, ameweza kuzifumania nyavu za wapinzani wao. Safari hii huenda akafanya makubwa endapo ataanza kwenye kikosi hiko cha kwanza. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 10 hapa tegemea kumuona mchezaji Aran Okero akienda kuzima kwenye eneo hilo, lakini kwenye eneo la winga ya kushoto ama mchezaji wa 11 tegemea kumuona mchezaji Prince Dube akitokea pembeni kama winga ya kushoto kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Una maoni gani kuhusiana na hiki mwana michezo wangu? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.